wa fedha 25/26 hadi kufikia tarehe 31 Januari 2026, halmashauri imepokea na kukusanya jumla ya shilingi bilioni 7.7 sawa na 53% ya bajeti idhinishwa ya miradi ya maendeleo. Katika fedha hizo, shilingi bilioni 2.7 ni fedha za mapato ya ndani sawa na 58% ya fedha zote za mapato ya ndani zilizopaswa kupelekwa katika miradi ya maendeleo, na shilingi bilioni 2.4 ni fedha kutoka serikali kuu sawa na 49%, na fedha zote kutoka serikali kuu fedha kutoka serikali kuu sawa na 49%, na fedha zote kutoka katika serikali kuu ni shilingi milioni 361.4 ni fedha za nje ya budget sawa na 9% ya fedha zilizopelekwa katika miradi. Utekelezaji wa shughuli za halmashauri kisekta. Serikali kuu katika elimu ya msingi tumeweza kupeleka jumla milioni 50 imepokelewa kwa ajili ya ukamilishaji wa maboma madarasa kule Runyanywi. Elimu sekondari jumla ya kiasi cha shilingi milioni 60 zimepokelewa kwa ajili ya ukamilishaji wa maabara sekondari ya Makoo na Runyanywi. Idara ya afya shilingi milioni 100 zimepokelewa kwa ajili ya ununuzi wa vifaa tiba katika zahanati 5 na kituo cha afya 1. Utawala jumla ya kiasi shilingi milioni 50 imepokelewa kwa ajili ya ukamilishaji wa nyumba ya mkurugenzi. Kwa mapato ya ndani, hizo ni fedha ambazo serikali kuu ambazo tumezipokea mpaka wakati huu na zimepelekwa kwa ajili ya maendeleo. Kwa mapato ya ndani, sekta ya utawala jumla ya shilingi bilioni 36.1 zimepelekwa kwa ajili ya ukamilishaji wa ofisi za mitaa na kijiji. Sekta ya kilimo jumla ya shilingi milioni 24 zimepelekwa kwa ajili ya ukarabati wa machinjio ya kata ya Ngalanga. Sekta ya Ngalanga, jiji la Ngalanga. Sekta ya afya jumla ya shilingi milioni 216 kwa ajili ya ukamilishaji wa zahanati, kituo cha afya pamoja na ukamilishaji wa nyumba ya mganga zahanati. Sekta ya elimu sekondari jumla ya shilingi milioni 328 zimepelekwa kwa ajili ya ukamilishaji wa hosteli 2, nyumba za walimu 3 na mabwalo 2. Sekta ya elimu msingi jumla ya shilingi 320.5 zimepelekwa kwa ajili ya ukamilishaji wa madarasa 20, ujenzi wa vyoo matundu 15 na ukamilishaji wa bwalo 1. Aidha, tunatoa shukurani zetu kwa serikali ya awamu ya 6 kwa rais wetu wa nchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, pamoja na kuendelea kuboresha miundombinu ya sekta ya elimu, ya afya na pia na kwa ajili ya kutuletea pia watumishi. Pia mheshimiwa mbunge wetu wa Njombe mji Douglas Philip Mwanyika, waheshimiwa mkuu wa mkoa, mheshimiwa DC, mkuu wetu wa wilaya, wenyekiti wa halmashauri na waheshimiwa wote wa diwani na wote wakuu wa idara na watendaji wote kwa ujumla. Endelee kwenda kuwapongeza kwa kazi kubwa mnazozifanya kuendelea kuipeleka mbele halmashauri yetu. Kikubwa DAWASA tuendelee kufanya kazi kwa juhudi zote ili tuendelee kuhakikisha tunawasaidia wananchi, kwa sababu tupo kwa ajili ya wananchi. Tuendelee kufanya kazi kwa uaminifu, na siku ya leo katika hii kikao chetu naamini tutaweza kukumbushwa tupata mafunzo ya yale kazi zetu, lakini mafunzo mengine ili at least kuendelea kufanya kazi kwa ubora zaidi. Kwa kusema hayo, nimefungua kikao chetu. Niweze niwatakie kikao chema na muweze kumaliza sana. Lakini lingine ni matumizi ya mifumo ya sasa. Kwa sasa hatutumii tena quotation kama ambavyo wengi tulizoea. Wale wazee wangu walionizidi umri wa zamani nafikiri wanakumbuka kwamba manunuzi yalikuwa ni ya kugonga quotation.
lakini kwa sasa hatuna quotation, tunatumia mfumo unaitwa NeST ambao kidogo umekuwa ni changamoto kwetu sote. Tukumbuke kwamba mifumo haina aliyezaliwa nayo. Kwa hiyo kama wengine imetukuta, wengine tumeikuta, tunaendelea nayo hivyo hivyo. Kwa hivyo niombe tuendelee kushirikiana pale ambapo mnakuta changamoto, basi tuendelee kushirikiana. Tutatenga pia ratiba ya kuzunguka kwenye kata kwa ajili ya kutoa mafunzo kwa wale wenzetu ambao bado hawajaweza kumanage mfumo, ili tuweze kumanage kama ambavyo tunaweza kumanage mfumo wa FAZ. Tuko pamoja. Kwa hiyo tutatenga huo muda, lakini kwa sasa niombe kila mtu akitoka hapa awe ana akaunti ya NeST. Mtendaji wa kata, mtendaji wa kijiji na mtendaji wa mtaa. Kwa hiyo kila mtu ajitahidi, yuko TEHAMA pia mtu IT atazungumzia ni namna gani ya kusajili. Na hii mifumo jamani, tunasajiliwa bure. Akaunti zetu zile tunafunguliwa bure, wanatuwezesha watu wa TEHAMA. Tuko pamoja. Kwa hiyo tunapotoka hapa kila mtu awe na akaunti. Tutaelekezana ni jinsi gani namna ya kuingia kwenye zile akaunti kwa wale ambao ni wageni hawajawahi kuingia. Lakini lingine la pili, kumekuwa na mikwamo kwenye miradi tukiwa tunasingizia mifumo, kwamba tunashindwa kutumia mifumo. Mimi niombe, ofisi yangu iko wazi masaa 24. Manga umeshafanya yako. Ofisi iko wazi masaa 24 kwa yoyote yule mwenye changamoto ya mfumo. Pale tu unapopokea fedha, tunaomba uwasiliane na ofisi ya ugavi kwa ajili ya utekelezaji. Tuko pamoja? Tusikwamishe miradi kwa sababu ya kisingizio cha mifumo. Naomba mtakapokuwa mnapokea fedha, haraka twende kwenye utekelezaji, kwa maana ya kwamba uundaji wa zile kamati, lakini pia na kwenda kwenye jinsi namna ya kutangaza. Kama unaona una changamoto yoyote, ninaomba tushirikiane kwa hilo. Tutatoa namba za simu, tutatoa za kwangu, lakini pia nitatoa na namba za mratibu wa mfumo wa NeST. Kwa hiyo ukinikosa mimi unaweza ukampata yeye, ukimkosa yeye utanipata mimi. Kama kuna maelekezo, tunaomba tutatue changamoto hizo kwa uharaka iwezekanavyo. Wakati mwingine sio lazima ninyi mtoke kule mje huku. Mnaweza tu ukapiga simu kwamba mimi nimekwama sehemu fulani, na sisi tunaweza tukaona namna gani ya kukimbia kwa uharaka kwa ajili ya utekelezaji wa hizo shughuli, na sio miradi tu, hata matumizi yoyote yale ya ofisi. Tuko pamoja? Lakini lingine, tuna fursa kwa makundi maalum kwa ajili ya watu wenye uhitaji maalum, wale wenye ulemavu, wale wanaopata 10%, vijana, wanawake na wazee. Tunatakiwa katika mpango wetu wa manunuzi tuweze kutenga 30% ya mpango wa ununuzi kwa ajili ya kuhudumia haya makundi niliyoyataja. Kwa hiyo ninaomba kwenye kata zetu tuhimize watu wajiweke katika makundi, wale wenye uhitaji maalum, hasa wale ambao wameshapata mikopo na wale ambao bado. Tuwahimize watu watumie hizi fursa. Tumeelekezwa kwamba 30% ya mpango wetu wa manunuzi ni lazima tuwape watu wenye makundi maalum. Sasa makundi maalum yasiwe ya mjini. Tunaomba na kule kwenye kata zetu tujitahidi kuwatafuta wale watu, tuwapatie hizo, tuwape hizo fursa. Usajili ni bure. Sawa? Anakuja maendeleo ya jamii atasajiliwa, lakini baada ya hapo ataenda kitengo cha manunuzi, ataelekezwa namna ya kujisajili kwenye mfumo, na ataelekezwa pia namna ya kuomba hizo kazi. Yeye atakachopaswa kulipia ni leseni tu ya biashara ambayo anataka kuifanya. Kwa hiyo hilo niombe tushirikiane katika maeneo yetu ya kata tuweze kupata hao watu. Lakini pia tuna changamoto ya wazabuni, mafundi. Tuna changamoto kwenye mafundi hawa seremala, tuna changamoto kwenye mafundi wa ujenzi. Kwa hiyo niombe pia tutumie hiyo nafasi kule kwenye kata zetu kuhimiza watu. Tupo pamoja? Mfumo huu wa ununuzi sasa umekuja, Force Account imekuja kwa ajili ya kuwawezesha jamii inayotuzunguka. Yaani tunatakiwa ile pesa tunavyoipata kwenye kata yetu, sisi ndio wakusanyaji. Kwa hiyo ile fedha tunavyoipata tunatakiwa tuirudishe kwenye kata yetu. Tuko pamoja? Kwa hiyo mjitahidi kuangalia wale watu ambao wana uwezo wa kutumikia hizi fursa, basi wasajiliwe kwenye mifumo. Kwa mfano sasa tunapata changamoto labda kwenye issue za madawati, milango. Lazima tukitangaza kazi, walimu wakitangaza kazi wanapata watu wa mbali. Hata ninyi wenyewe kule mkitangaza wanapata watu wa mbali. Kumbe pale kwenye kata yako au kwenye kijiji chako ungeona kama kuna watu wa kuwawezesha pale, kama kuna kikundi kinafanya au kama kuna fundi anafanya hizo kazi vizuri, ili wanavyoziona awezeshwe namna ya kuomba, apate hiyo kazi,
alafu yeye aendelee na hiyo kazi. Tuepuke ule usumbufu wa kusema gharama imekuwa kubwa kwa sababu ya kusafirisha material kutoka sehemu moja ama nyingine, si ndio? Lakini kule pia tuna watu wana hardware. Tuna watu wana maduka makubwa tu ya vifaa vya ujenzi. Na wenyewe pia basi tuwahimize wajisajili kwenye huu mfumo. Na pia wakiona kazi waombe. Ili wewe inakuwa ni rahisi kumfuatilia pale. Lakini kuna mafundi wa kujenga, tunakutana na changamoto kubwa, unakuta fundi amepatikana labda anatokea huko Iringa, sijui anapatikana wapi. Unataka kumuita kwenye majadiliano mara akwambie sina nauli. Lakini kumbe angekuwa ni fundi wa pale mtaani na sisi wenyewe pia tunamjua, si ndivyo? Sisi pia tungeweza kusema mhandisi huyu fundi anafaa au hatufai. Tuko pamoja. Kwa hiyo tushirikiane kutangaza hizi fursa kule kwenye ngazi ya msingi, kwenye kata zetu na kwenye vijiji vyetu, ili hizi kazi wafanye wao. Unajua kama mtu umempa kazi pale kijijini na amefanya kazi na umemlipa kwa wakati, hata siku umeambiwa labda kuna kuchangia labda maendeleo, kuna mchango wa mwenge, ni rahisi kumfuata yule mtu kwa sababu si ni ndugu yako. Au kuna kitu pale kimekwama kinahitaji michango ya jamii, inakuwa ni rahisi. Tuko pamoja. Kwa hiyo naomba tuchangamkie hizi fursa, tupate hiyo database ya mafundi kama itawezekana, kila kata tujue watu ambao wana uwezo wa kufanya kazi na halmashauri au na serikali. Na sio kwa serikali kwa halmashauri ya mji Njombe tu. Hizi ni fursa kwa nchi nzima. Unaweza ukaona leo anaomba kazi Njombe anapata, kesho labda ameomba kazi na sehemu nyingine anapata. Kwa hiyo ni namna ya kuinua kiuchumi. Lakini pia ni fursa nzuri kwa sisi ambao tuko Njombe, inakuwa ni rahisi katika ufuatiliaji. Tuko pamoja na sheria ya ununuzi kwamba ninyi ni wakurugenzi. Sasa wewe ukiwa mkurugenzi alafu ukawa kwenye kamati, utashindwa kuwasimamia wale wanakamati kwamba labda kuna vitu vimeletwa havina, vifaa vimeletwa havina ubora, utashindwa kuuliza kwa sababu na wewe ni miongoni mwa wajumbe. Lakini unakuta quantity zimepungua, utashindwa kuuliza kwa sababu wawajibisha kwa sababu na wewe ni sehemu ya mjumbe. Kwa hiyo niombe kwamba zile kamati sisi tuwe wasimamizi na waangalizi wa miradi kwa sababu sisi tunatakiwa tumsaidie mkurugenzi kwa karibu sana. Kwa hayo machache naomba kuwasilisha. Lakini kwa kauli yako imenifariji sana kwamba unatamani sana wanaweza kusupply material wao wanatoka eneo la mradi. Vigezo na masharti viwe vimefanya nini? Vimezingatiwa. Kwa kigezo hiko mimi nikupongeze sana. Lakini nilikuwa nina swali. Umezungumzia masuala ya NeST. Umesema tukikwama tukupigie simu. Mkuu wa idara ya manunuzi, watu hao unaozungumza nao unahisi wanafahamu huo mfumo wa NeST? Binafsi mimi mfumo wa NeST ndio kwanza nakusikia saizi. Sasa inanipa wakati mgumu, huo mfumo siuelewi. Alafu unaniambia nikupigie simu unipe maelekezo. Yepi ambayo hata ya awali tu siyafahamu. Nikusie lakini pia nikushauri. Kwa umuhimu wa jambo hili kwenye idara nyeti kama hii ya manunuzi, ningekuomba ungetenga muda wa kuweza kuwapatia mafunzo watendakazi wako ambao unahisi ni msaada kwako. Kwa ushauri wangu na ombi langu, ili tusiendelee kuharibu, ni kuombe tafuta muda, tenga siku unaohisi wale wote ni wahusika na mfumo wa NeST, basi wapatie mafunzo ili mwisho wa siku twende tukafanye kazi za halmashauri bila shida, bila makwazo. Nakushukuru sana. Kwenye miongozo ya manunuzi hapa tulio wengi, hiyo miongozo unayoizungumza kwamba sisi ni wakurugenzi hatuna. Mara nyingi miradi inakuja katika maeneo yetu ya utekelezaji na hususan zahanati au shuleni. Lakini kumekuwa na migongano mikubwa sana kati ya idara hizi. Aidha kati ya mtendaji ambaye ndio mwenye eneo lile huko pale pamoja na wale wakuu wa idara ambao ni walimu pamoja na madaktari katika usimamizi wa hiyo miradi. Hakuna mwongozo tuonyesha kwamba hii kamati nani ni mwenyekiti au nani ni katibu na nani ni mjumbe kwenye
hii usimamizi wa miradi. Na ndio maana unapokuja kwamba mimi ni mkurugenzi kwa mdomo tu, unanitoa kwenye reli. Mfano, niulize swali, kuna miradi ambayo inakuja ni ya utekelezaji wa ujenzi wa ofisi ya mtaa, ambako mimi natakiwa niingie kwenye mfumo kama admin. Pale nakuwa ni mkurugenzi kwenye kamati au nakuwa ni mtekelezaji wa kamati ule utekelezaji wa mradi. Hii inatuletea changamoto. Tunaomba uandae mwongozo ambao umetolewa wa sasa hivi kwamba kwenye ule utekelezaji wa miradi, nani ni mwenyekiti wa ile kamati, nani ni katibu, na mtendaji wa mtaa au kijiji anasimama wapi, ili kila mtu atekeleze majukumu yake. Na swala la pili ambalo tunahitaji kupata ufafanuzi, miradi mingi inakuja haina fedha za utekelezaji, inakuja fedha tu ya mradi. Sasa kuna majukumu mengi ambayo kwenye NeST yanatakiwa yatekelezwe. Mfano, mkataba wa mzabuni unaweza ukawa na kopi zaidi ya 50. Mkataba huu mmoja. Sasa mimi ndio mtendaji ambaye natekeleza ule mradi, natakiwa nitoe kopi wa zile mikataba. Inawezekana na wazabuni 5. Natoa kwa kutumia fedha ipi? Na hapo hapo unaniambia natakiwa ninunue ledger, natakiwa ninunue LPO, natakiwa nitengeneze dokumenti zile ambazo zinahitajika kwenye manunuzi. Nahitaji niingie kwenye mfumo, sina kompyuta, nina kiswaswadu kama hiki, na ninapokupigia simu inawezekana niko stationary, nahitaji nitoe fedha. Tunapowapigia wale watu wa manunuzi, anakuambia njoo halmashauri. Mfano, mtu yuko Mamongolo, Uliwa, anatekeleza mradi, unamwambia aaje kutoka kule kuja akufate wewe huku. Hana hela ya usafiri, hana hela ya kulala, anafika hapa anaanza kuzungushwa, nenda kwa engineer ukachukue BOQ, nenda kwa nani anakuwa tekeleze, wakati yeye mwenyewe anatakiwa aidha ana facility ya kuja kutoka ofisini, kwa sababu ana magari huku, kuna gari ya kukufata Mamongolo, awaite kamati nzima, awaelekeze namna ya huo mfumo unavyotekelezeka. Kwa hili nalo tunaomba mliangalie kwamba sisi wa chini kule tunaotekeleza miradi hatuna facility za kufika huko halmashauri kupata hiyo elimu. Unakuta afisa manunuzi mliotupa anafanyia kazi ofisini. Kwanza ni katika ukumbi huu, lakini pia kulikuwa kuna mfumo ule wa mipango na miradi ya TASAF ile ya maendeleo, nayo pia nilipata nafasi ya kupata mafunzo hayo ya NeST. Changamoto ni kwamba baada ya kupata hayo mafunzo ya NeST, tulio wengi, mimi nikiwa mojawapo, na ufanyia kazi pale ninapokuwa na kazi. Inapofika muda nina kazi, kama nimekaa muda mrefu na kuwa nimesahau. Lakini si kwamba mkurugenzi hakutupa mafunzo ya NeST. Nitaka niseme hilo. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti.